Sisi wenyewe tuko mbalimbali. Ikiwa mimi sizungumzi na mwenzangu na mwenzangu hazungumzi na mimi, mwenzangu kwangu mimi si mtu na mimi kwake yeye si mtu, tutakuwa na wakati gani mimi na yeye kuungana kwa lengo la kukataza munkari ulioko kwenye jamii, na mimi na yeye hatujamalizana kutukanana? Ndugu zangu katika imani, ikiwa ni uendelezi wa khutba yetu iliyotangulia Ijumaa iliyopita, khutba kwa unwan husnul khatima, mwisho ulio mwema. Kwa leo tutazungumzia kwa kadri tutakavyofikiwa na Allah tabaraka wa taala kwa unwani ya khutba ikisema asbabu husnil khatimati wa alamatuha, sababu za mtu kupata mwisho mwema na alama za mwisho mwema. Mambo gani ukiwa nayo huwa ni sababu ya sisi kupata mwisho mwema, na utajuaje kwa kipimo gani kwamba fulani kapata mwisho mwema? Juu ya yote, waqad hathana Allahu tabaraka wa taala wa amarna bil hirsi ala naili al khatimati al hasana. Allah tabaraka wa taala ametuhimiza sana na kutuamrisha tuwe na pupa kwa kule kwetu kunali na kutafuta mwisho ulio mwema, ama mwisho ulio mwema. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi waumini, muogopeni Allah tabaraka wa taala haki ya kumwogopa, na musife isipokuwa mufe juu ya kwamba nyinyi ni Waislamu. Uislamu ndio dini shinde, na Uislamu ndio dini aliyoiridhia Allah tabaraka wa taala. Hakuna dini nyingineyo isipokuwa dini ya Kiislamu. Hakuna dini ambayo kwamba Mola wetu yuko radhi nayo isipokuwa dini ya Kiislamu, na hakuna dini aliyochagua Allah tabaraka wa taala isipokuwa dini ya Kiislamu. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ina maana ya kwamba kwa Uislamu ndiyo dini pekee aliyoridhia Allah tabaraka wa taala. Sasa ni hatari mwanadamu afe ilhali si Muislamu, na ni hatari pia mwanadamu afe na andoke duniani awe Muislamu kwa Uislamu jina, si awe ni Muislamu bil inqiyadi wa taa. Uweza ukawa ni Muislamu lakini ukawa ni Uislamu kwa jina tu, waitwa kwa jina la Kiislamu na wewe hujiita Muislamu lakini huna Uislamu. Na asili ya Uislamu na maana ya al-Islamu, al-istislamu, ni kule kujisalimisha kwa kila ambalo kwamba Allah tabaraka wa taala hulitaka na kwa kila ambacho kwamba Allah tabaraka wa taala hakitaki. Kwa ajili hiyo tufanyeni juhudi na tuombeni na taufiki Mwenyezi Mungu atufishe tutoe duniani ilhali sisi Waislamu. Kisha tuombeni kwa Mungu pia juu ya kufa kwamba Waislamu tuwe Waislamu tuliosimama kwa kujisalimisha kihaki kisawa sawa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kando na hayo, wanazuoni waheshimiwa wasema wasa'yu li husnil khatima ghayatu salihin, kule kwenda mbio kutafuta mwisho ulio mwema ndicho kilele cha wema. Wa himmatul ibadil muttaqin, na hima ya waja wacha Mungu. Wa rajaul abraril khaifin, na ndiyo matarajio ya wema wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Siku zote ndugu zanguni katika imani, kwa mwema kisimama kwa wema,
na kwa mzuri akisimama kwa uzuri, hakuna lenginelo atakalokuwa ufikiria isipokuwa kufanya mazuri. Kuna watu kwa dunia hii, lolote chochote yoyote ukimwambia, yeye akili yake hufikiria mwisho. Na kuna watu husimama kutenda, na nitapiga mfano mbele ya khutba, lakini kwa kutenda kwao utakuta bado pia wana hofu ili hali wao watenda. Lakini kwa watu ambao kwamba si wacha Mungu, kwa watu ambao kwamba sio wema, kwa watu wale ambao kwamba hawana matarajio yaliyo mema kwa Allah tabaraka wa taala, basi hapa duniani wako tu, huingiliwa na mitana na mausiku, huingiliwa na masiku na miezi na miaka, hata hawana habari yoyote. Lakini wema waliotangulia, watu walikuwa wakifikiria mwisho mwema na walikuwa wakihusia watu kuhusu mwisho mwema. Angalia Allah tabaraka wa taala asema katika suratu Al-Baqara aya 132, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Mtume Ibrahim na Mtume Yaqub walitoa wasia kuwapatia watoto wao kwa kunena, ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi watoto wetu, enyi vijana wetu, hakika Allah tabaraka wa taala amewachagulieni nyinyi dini, basi musife isipokuwa nyinyi ni Waislamu. Angalia hapa, walisimama mitume kukubali Uislamu, walisimama mitume kujisalimisha kwa Mola wao, kisha wakatoa na nyasia na nasaha juu ya kujisalimisha kwao, wakawaambia wana watoto wao, kwa msimamo wa kushika dini ya Kiislamu na kwa msimamo wa sisi kujisalimisha kwa Mola wetu kwa vile anavyotaka yeye, basi tuwapa na nyinyi wasia, simameni kama tulivyosimama sisi wazazi wetu. Kinyume na leo na kinyume na watu ambao kwamba ni waovu, waliyadhu billahi, kuna watu fulani hutoa wasia na wakataka kurithiwa kwa nyasia na nyirathi zilizo mbovu. Kuna watu hupenda mambo ya kushirikina na kuna watu hupenda mambo ya kiganga. Naye kwa kupenda kwake akiondoka duniani huwa ana wasiwasi mikoba yake sijui itakuwaje. Basi kawa hutafuta mtu kwenye familia akamwambia, mjukuu ndo ama mwanangu njoo. Haya sasa mimi nimechoka, nimekuwa mzee, wakati wote taondoka, lakini mikoba ichukue. Vyombo hivi njoo kufundishe namna mambo yanavyofanywa. Babu humaliza mwisho wa maisha yake kumfundisha mtoto na mjukuu namna ambavyo kwamba watakavyoendeleza uganga, kisha na kumuhusia kwamba na wewe nao ukiondoka hakikisha mwingine amerithi na mwingine amerithi, wirathi wetu huu usipotee. Ni wirathi gani huo wa kuwatoa nyinyi katika mila ya Kiislamu? Ni wasia gani na nasaha gani hizo ambazo kwamba hutoa kuwapatia watoto na wajukuu kwa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala? Lakini angalia wema waliotangulia, mitume Allah tabaraka wa taala walisimama kwa toa na dini, na kisha wakatoa na nyasia na nasaha kuwapatia watoto wao kwamba shikamaneni na dini. Mama mmoja ni mpenda kheri na Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Huyu kwa kutenda kwake kheri, akiona watu wamefanya kheri naye hakupata habari ya kufanya hilo, basi usikitika sana kwa kuwa kheri imeponyoka. Nilikuwa na yeye juzi katika mazungumzo yetu, anaambia, shekhe, nimezungumza na wanangu na wajukuu wangu kuambia ya kwamba kwa kheri tunazozifanya, nimewaambia wanangu wasiate kuendelea kwa kheri hizo pindi nimeondoka duniani.
Angalia wasia anaoacha mama kwa watoto wake. Angalia maneno mazuri anayoyatoa bibi kwa wajukuu wake, kuambia hizi kheri ninazozifanya mimi zisikatike wanangu na wajukuu wangu, nikienda mbele ya Mungu muendelee kwa mambo kama hayo. Sasa hizo ndizo nyasia, lakini sizo nyasia kwa mfano tuliopiga, wala sizo nyasia za biashara za haramu, ukajitajirisha kwa uharamu, kisha ukaambia wanako kwamba biashara isife, mimi nimeifikisha hapa, nyinyi zidini kuipanua hii biashara. Na biashara ya haramu kwa tumo la haramu, umekula haramu, umewalisha wana haramu, na kisha waambiana wana walisheni wajukuu na vitukuu na wote wale haramu. Ni wasia wa utoa, badala ya kuambia wanako na wajukuu ya kwamba mimi nilipata tumo la haramu, basi nikifa kwangu msiendelee na biashara kama hiyo. Lakini wapi? Lakini wema waliotangulia, mitume ya Allah tabarak wa taala, mifano ni hiyo tulioiona katika Qur'ani. Bali sitoshe, katika suratu Ali Imran aya 193, wema waliotangulia ilikuwa wakiomba dua kwa kunena watawafana ma'al abrar, ewe Mola wetu tufishe sisi na waliowema. Bali sitoshe, katika suratul Al-A'raf aya 126 ilikuwa wakiomba dua kwa kunena watawafana muslimin, na tufishe sisi ilhali ya kuwa sisi Waislamu. Sasa huu mwisho mwema watu walikuwa wakiuomba saa zote, watu wakiuomba. Na kuna mfano nimewahi kuwapigia, si yule baba aliyokuwa akiomba mwisho mwema akinena Allahumma inni as'aluka almitata alhasana. Mara nyingi nimewapigia mfano huu, na leo umeingiana kwa khutba yetu ya leo. Allahumma inni as'aluka almitata alhasana, Mola wangu na kuomba unifishe kifo ambacho kwamba ni kizuri. Mwanake akamuuliza, ya abata ma hiya almitatul hasana, ni kipi hicho kifo chema unachokiomba? Akasema, an yatawaffani rabbi wa ana sajidun, Mola wangu anifishe mimi, Mola wangu achukue roho yangu na mimi namsujudia. Vitabu hasema alikwenda kuswali swala magharibi, aliposujudu tu kumsujudia Mola wake, watu wakiinuka kitambo ya shakufa, aliomba dua. Na mbele ya safari tutaona miongoni mwa sababu za mtu kupata mwisho ambao kwamba ni mwema ni hili ambalo kwamba nishalisema, ni kule mtu kuomba dua, na mbele ya safari tutaliona. Lakini ilikuwa saa zote mtu akiomba nipe mwisho mwema, nipe mwisho mwema, na Allah tabaraka wa taala akamjalia miongoni mwa wema. Na sisi Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wema, tutoke duniani kwa wema, ili Mola wetu atulipe mema. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. La kwanza kabisa, ndugu zangu katika imani, sababu ya mtu kupata mwisho leo mwema, al-ikhlas, ni kuwa na ikhlasi katika moyo. Hakuna kitu kama ikhlas. Ikhlas ndio ufunguo wa kila khairi. Qala Ibn Rajab, sema Ibn Rajab, an-niyatu sadiqa, nia ya kweli na nia iliyo ya kweli, aslu kulli khairi, ndio asili ya kila jambo la khairi. Faman sahhat niyatuhu, yoyote ambaye kwamba nia yake itakuwa nzuri safi, istiqamat khatimatuhu, mwisho wake utakuwa mzuri, mwisho wake utasimama vizuri. Kuwa na ikhlas, kuwa na nia njema. Si kuna hadithi yasema, man sa'ala Allah shahadata bisidqi ballaghahu Allah manazila shuhadai wa in mata ala firashihi, yoyote atakayemwomba Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu amjalie yeye kuwa miongoni mwa mashahidi, Mwenyezi Mungu atampandisha daraja hata kama amekufa kitandani, lakini atamfikisha daraja mashahidi kwa kule kwake kusimama kuomba na nia yake kuwa safi, utakafe shahidi, basi Mwenyezi Mungu atamfikisha daraja hiyo hata kama amekufa kwenye kitanda. Lakini kwa sababu gani?
nia yake na ikhlasi yake ilikuwa ni ikhlasan lillahi, ilikuwa kila analolifanya na kila kiliomba hilo uliomba kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu akamfisha kwa wema, Mwenyezi Mungu akampandisha daraja ya mashahidi hata kama amekufa kitandani. Moja. Mbili, wanazoona sema sababu za kupata mwisho mwema, almudawamatu ala taa, ni mtu kudumu kwenye taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Maneno mazuri, maneno mashuhuri yanaonena man aasha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi. Yoyote yule mtu ambaye kwamba atakuwa aishi kwenye jambo fulani, basi Mwenyezi Mungu atamfisha vile vile, na vile utakavyokufa ndivyo utakavyofufuliwa. Yub'athu kullu ala ma mata alayhi, Mtume asema kila mmoja atafufuliwa vile alivyokufa. Ina maana ikiwa saa zote ni mwenye kudumu katika taa ya Allah tabaraka wa taala, kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala atakutoa duniani na huku unaendelea kumfanyia taa. La tatu, wanazuoni wasema at-taubatu wal khawfu min su'il khatima, ni kutaka toba na istighfar kwa Allah tabaraka wa taala, kisha uwe na hofu na mwisho ulio muovu. Uona wasiwasi. Kuna watu ndugu zanguni katika imani, kama nilivyoambia mwanzo wa hutuba, kuna watu wamesimama kwa wema lakini kisha ufikiria hawajui mwisho itakuwaje. Ile aya inayosema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un. Aya hii Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yasriku wa yashrabu al-khamra? Hii aya ya kusudia ni yule mwenye kuzini, ni yule mwenye kuiba na yule mwenye kunywa pombe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ya binta Abi Bakari, wa fi riwaya la ya binta Siddiq, walakin rajulun yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Sema hii aya ya kusudia mtu amesimama kwa wema, mtu swali, mtu funga, mtu toa sadaka, lakini kisha ana hofu, hajui Mola wake atamkubalia au Mola wake hamkubalii, kwa kuwa na jambo akilini ya kwamba kwa Mola wao wataregeshwa na kwa Mola wao watarudi. Angalia watu kwa kufikiria mwisho wataondoka vipi, na kwa kuwa kuna na siku nayo atarudi kwa Mola wake, na husimama kwa kutenda kila analostahili kutenda, lakini kisha kaona babaiko na huzuni kwa kuogopa, hajui yatakuwa vipi mambo hayo, na hajui mwishoyo utakuwa vipi, na kwa Allah tabaraka wa taala mambo yatakwendaje, naye amesimama kwa wema. Sasa ukiwa na hofu na mwisho muovu, utasimama kwa wema kwa tawfiki Allah tabaraka wa taala. Lengine ndugu zanguni katika imani, as-suhbatu salihah, kuwa na marafiki waliowema na marafiki walio wazuri. Rafiki mwema atakupeleka kwenye mema, na rafiki mwovu atakupeleka kwenye uovu. Juzi kwa kiasi cha wiki hii Malindi kulikuwa na Summertide, na Summertide sasa hivi ataka kuletwa Mombasa. Lakini nimeulizwa suala kwenye kipindi jana usiku, katika kipindi Al-Hajar Youth Connect, kaambiwa kwa nini mashehe hawakusimama kwa kuweza kulikataza lile lisifanyike. Kaambia si ridhaa ya mashehe, na mashehe hawako radhi kwa kufanyika lile. Lakini kamwambia, leo niuliza, mashehe hatuwezi kukataza mambo na tukasikizika kwenye mambo yanayotendeka kwenye miji yetu, kwa sababu sisi wenyewe tuko upeupe, sisi wenyewe tuko mbalimbali. Ikiwa mimi sizungumzi na mwenzangu na mwenzangu hazungumzi na mimi, mwenzangu kwangu mimi si mtu na mimi kwake yeye si mtu,
tutakuwa na wakati gani mimi na yeye kuungana kwa lengo la kukataza munkar ulioko kwenye jamii, na mimi na yeye hatujamalizana kutukanana? Ninavyo siku zote kwa yote, nikisema haya sipingi misimamo, nikisema haya sisemi ya kwamba watu wasikemee. La, watu wakemee na watu wakosoane, lakini sisi hatukosoani wala kurekebishana, sisi twazozana. Sisi imefikia mahali mambo ni hayo. Summertide Malindi imefanyika, na sasa yaja Mombasa, na ikitoka Mombasa si ajabu ikaenda Lamu, na Summertide ni kitu kiovu sana. Na watu waliojazana pale, na mpaka lile kufana ni rafiki alimwambia rafiki, tell a friend to tell a friend. Kila mmoja akamwambia mwenzake, uwanja ukajaa. Na yale, kuna mmoja ametoa klipu kwa kauli mbovu na chafu isokuwa na maana, asema mashehe musikeme lile tu kwa kuona udhahiri wa yale mambo. Siku 3 za Summertide ndani ya Malindi, biashara imenoga, watu wamefaulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa siku 3 asema biashara imenoga, lakini sina shaka kuna wasichana ndio usiku wao wa kwanza walioharibiwa usichana wao. Sina shaka kuna watu ndio kwa mara ya kwanza wao kunywa pombe, na sina shaka kuna watu ndio mara ya kwanza kuvuta bangi. Bali mmoja asema la kusikitisha, alimuona mwanamke akampenda na akamtukua kaenda naye mpaka guest wakifika kule ndani, huyo mwanamke marembo, tuna mapambo aliojipamba kama mwanamke lakini mwanamume. Wale watoto wetu, ni nani atakayepinga haya? Tuseme hakuna wetu, 99.9% si wetu. Hicho kilichobakia kidogo takosa wetu. Na ikiwa 100% si wetu, lakini yafanyika kwenye miji yetu, ina maana ni hatari imetukabili. Lakini sina shaka kuna watoto mpaka wa kike Malindi waliotoka kwenda Summertide na wazazi wao walikuwa wayajua hayo. Na Mombasa ikija, na Mombasa ikifanywa, nami hapa natangaza tusikubalini kufanyika Mombasa lile. Kunao watakaopinga, kunao watakaotutukana, wengine tukitaka kukataza jambo sisi maustadhi na mashehe tuambiwa ya kwamba simuna yenu maustadhi, mbona hamusemi? Simunao yenu mwafanya kwa siri, tutoboe. Mimi natangaza, ikiwa una langu toboa, lakini hatutoacha kukataza munkar, kwa sababu tukwambiwa mashehe simuna yenu, hata kama tuna yetu, lakini si uyafanya kwa siri. Wewe nawe fanya kwa siri. Kwa nini utake kudhihirisha, utake kuweka wazi kila mmoja aone? Ingawa hata hilo kwa siri Mungu hako radhi. Lakini Summertide imefanyika, mambo ya kusikitisha, vinguo hapa, vinguo hapa, na keshole likija hapa, sisi tutakuwa hivi. Lakini kama tulivyosema katika kifungu, miongoni mwa sababu za kupata mwisho mwema ni kuwa na marafiki waliowema ili wakupeleke kwenye mema. Rafiki wa Summertide hakupeleki kwenye mema. Pale ilikuwa miziki, pale fujo, balaa moja kwa mbili, miadhini huadhiniwa, swala huswaliwa, na ibada hufanyika. Wao watu wako kwenye miji ya Kiislamu. Tamaduni ziwe tamaduni, na tamaduni ikiwa tamaduni zisiwe tamaduni za kukhalifu Uislamu. Lakini kina Summertide na mfano wake, licha kukhalifu Uislamu, hata tamaduni zetu za Kiafrika zimepotea. Si mambo ya kuangaziwa hivi hivi. Sasa ikiwa ataingia guest akidhani mwanamke kumbe mwanamume, ni hatari, ni pigo.
tuangalia biashara ya korosho na njugu na mahoteli watu kukodisha kwa siku 3, huku watu wakitoka ukimwi umeenea. Wawili tukipatikana na ukimwi, jamii ngapi ndani ya Malindi, waje na Watamu, waje na Kilifi, waje na Mtwapa, waje na Mombasa, sisi kwa sisi ndio huona. Sitakuwa ukimwi tayari huenea kila mahali. Lakini nataka kuambia Waislamu tuweni makini sana. La mashehe wamesimama kwa wema. Mashehe wamesimama kwa kupinga kila ambalo kwamba ni ovu, na tutawashukuru mashehe kwa kila waliloliona ovu wao kusimama. Lakini tuzidi kushikana sisi mashehe. Huweza ukanelewa makosa kinena haya kisema kwamba si wakati tena wa mizozo. Watu keti chini masaa 24 kutupangia vizazi vyetu watavimaliza vipi? Masaa 24 kupanga vizazi vyetu watavimaliza vipi? Lakini mimi nikipanda hapa na nikikupatia nafasi wewe unanisikiliza, mimi hukujaza wewe usende kuswali msikiti fulani. Mimi hukujaza wewe kukwambia shekhe fulani si shekhe. Lakini hakuna wakati mimi nitakwambia wewe kuwa na tahadhari. Maadui wa Uislamu hutupangia haya kuhusu watoto wetu. Sina wakati huo. Mimi hukujaza chuki kuhusu shekhe mwenzangu. Lakini nawaambia pia mashekhe, sisi pia tuwashindwa akili na hao maadui wa Uislamu. Hivi ni vita twapigwa, na haya ni mambo twapangiwa. Tusipokuwa makini na tahadhari, Summertide itakuja Mombasa. Lakini nasema hapa, mimi nitakuwa miongoni mwa Summertide ikiletwa Mombasa, tatoa kauli yangu na nitasimama kivyovyote, hatuwezi kukubali. Wengineo ikiwa mtakubali na kuridhika, sawa, ridhikeni. Lakini kwa Mola wangu takuwa mimi nishajitoa kwenye lawama. Lakini tuweni makini sana, vizazi vyetu vapotea na watoto wetu wapotea, na hususan mabanati. Hakuna mabanati. Mabanati wako wapi? Watoto wa kiume sasa kuisha. Mpigo kwa watoto wa kiume, ni hasara kwa watoto wa kiume. Leo watoto wa kiume hakuna. Leo watoto wa kiume hawana mwelekeo kwa haya mambo yaliyoko. Mambo yameharibika, mambo yamechafuka. Tusipokuwa makini, tutakuja tafuta mabarobaro wa kuwaozesha mabanati zetu tuwakosi. Hatimaye ni binti alale na binti. Lakini hao kina Summertide na nyingineo, mambo mengineo ni marafiki tu. Kila rafiki ukiwa rafiki mwovu atampeleka kwenye uovu, na rafiki aliyomwema atampeleka kwenye wema. Sasa miongoni mwa sababu za kupata mwisho ulio mwema, hakikisha unaketi na marafiki wazuri ili wakupeleke pazuri. La 5, tukifunga khutba yetu ya kwanza, ad-du'a bi husnil khatima. Ni mtu kuomba dua saa zote, Mola wangu nipe mwisho mwema, Mola wangu nipe mwisho mwema. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. علامات حسن الخاتمة. Alama za mwisho mwema. Ya kwanza kabisa wanazuoni wasema nutqatu bi shahadati inda al-mauti. Ni kule kutemka shahada wakati wa kufa. Kimona mtu wakati wa kufa ukimsikia amepiga shahada, basi huyo amepata mwisho mwema. Tumeyasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. La pili, al-mautu birishhil jabin. Mtu akifa wakati yuafa, bapa la uso la mbele hili latoa majasho na unyevu. Ukiona dalili hiyo, jua ya kwamba huyu amepata mwisho uliomwema. Kuwa makini sana, sio kawa amelikata ngokao umeshika majasho usuku, kufa fresh majasho, ni ngokao. Huyo yuko kwenye kipindi cha lala salama. Jasho la kiasi tu, sio jasho la kutia taharuki mpaka ukiangalia kwenye shati umeacha mapu ya Kenya. Lakini kwa kiasi tu kwenye bapa la uso kusema kwamba huyu amepata mwisho uliomwema. Lakini kwa hivi vitu tunavyokula
la toa jasho hili. Waangalia, kuna wenzetu tamuona shaoga ameketi kufanya mambo yake, na sasa hivi kipita hapo sehemu fulani kuna kijibanda tayari yashaekwa pale nje, amekwa magunia mawili yamemiminwa. Tafikiri yani kwa lugha nyingine kama kuambiwa mbuzi wako wapi waje wale? Chakula cha mwanadamu kimwage tu chini hivi, si mbuzi na ng'ombe ndio mwagi wa chakula hivyo? Lakini angalia mtu akilila lile, utakuta kuna watu tafikiri ana tungu ndani ya mwili na hana lolote kwa vitu hivi ambavyo kwamba wanavyokula. Lakini majasho ya kiasi yanayotoka katika uso ni dalili ya mwisho ulio mwema. La tatu ama ya tatu, wanazuoni wasema almautu lailatul jumuati au nahariha, kufa usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa au mtu afe kwenye mchana wa Juma, ni dalili ya mwisho mwema. La nne asema almautu bitwaun, ni mtu afe kwa maradhi ya kuambukiza. Yale maradhi ya kuambukizana yale ni dalili ya mtu ya kuwa amepata mwisho ulio mwema. La tano wasema wanazuoni almautu bilharaq, ni kule kufa kwa kuchomeka. Usinene mwizi wa viatu waliochoma amekufa kwa wema, na yale wanaofanya watu kwa kuwachoma waizi, na Waislamu pia hayo twayapenda. Takuta kwamba mwizi ameshikwa na Waislamu humtandika, na Muislamu ndio wa kwanza sema lete mafuta, lete mafuta, lete tairi, lete kibiriti. Yeye ndio wa kwanza utaka kumchoma. Makosa kumchoma mwizi, hakuna hilo katika sheria ya Kiislamu. Lakini mtu akifa kwa kifo cha kuchomeka, basi ni dalili ya mwisho ambao kwamba ni mwema. Lengine wanazuoni wasema ya sita almautu ala amali saleh, ni ukifa huku wafanya amali iliyo njema au amali nzuri. La saba wanazuoni wasema almautu anidifai almali wan nafsi waddin, ni mtu akifa ikiwa huitetea dini yake, mtu afe ikiwa hutetea mali yake, mtu afe ikiwa hutetea nafsi yake au nafsi ya mtu mwingineo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuitetea dini, mtu anaitetea dini yuko fi sabilillah. Tumesema man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, na yeyote atakayefishwa na yeyote atakayekufa katika sahatul qital, huyo basi atakuwa amekufa shahidi kwa taufiki Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo mtu kuwa fi sabilillah kwa kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, na mtu huyo akifa huhesabiwa miongoni mwa mashahidi, na shahidi huyu ni shahidi kushinda mashahidi hata hao wengineo. Lakini turudi kwamba hata mtu kuitetea mali yake, uweza ukadhamiwa na watu kukutaka kukupora mali yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qutila duna malihi fahuwa shahid, man qutila duna irdhihi fahuwa shahid, man qutila duna ahlihi fahuwa shahid, man qutila duna dinihi fahuwa shahid. Zote hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazitaja. Mtu umevamiwa kwako nyumbani, wamevamia watu taka kupokonya mali yako, ukipigana kwa kujitetea wakikuua wewe shahidi, na ukimuua huna makosa. Kuna watu wakiingia kwenye miji ya watu hutaka kulala na wake za watu na mama za watu na mabinti za watu na madada za watu. Ukisimama ukisema ya kwamba hamulali na wao, tutatoa roho zetu, wewe ukifa na nyinyi mkifa, mmekufa mashahidi na mmekufa kwa alama ambazo kwamba ni alama za wewe ya kuwa umekufa shahidi na umepata mwisho ulio mwema. La mwisho kwa leo, mautul mar'ati fi nifasiha, ni mwanamke kufa wakati wa mazazi. Ndugu zanguni katika imani, waume, wakati umekwenda, lakini nilikuwa nataka kukifafanua zaidi na zaidi hichi kifungu. Mke wako na wangu na wake zetu wakiwa na mimba, si wakati ule kumrekodi kumtia kwenye mitandao. Kuna watu tamaniwana na hawana wana.
Leo Mola amekupa sababu ya kupata mwana, sitiri sababu ile, sitiri mimba ile. Leo mimba za wake zetu twaziweka mitandaoni. Leo watoto wetu wakizaliwa twaweka mitandaoni. Ni jambo la makosa. Isitoshe, waume, hili ni letu sote, tuwasikitikie sana wake zetu. Kubeba mimba si jambo rahisi. Kubeba mimba ni jambo ambalo kwamba ni zito sana, na wakati wa kujifungua ikiwa umefika, tutoeni sadaka kwa wingi na kuelekea kwa Mola wetu kwa wingi, kwa sisi kuomba, Mola wangu mjalie mke wangu au mamangu au dadangu azae kwa salama. Kwa nini? Ni mahali pale very sensitive. Leo kuna watoto wako duniani lakini mama zao walifariki wakati wa kuwazaa. Akikuwa tupawa tarehe, ambiwa ya kwamba mamako alipokuzaa tu baada ya dakika 40 mamako alikufa. Kijana hulia, kilichobakia ni kuoneshwa picha tu ya mamake, mamako ni huyu. Kuna wanawake uzaa kwa salama, lakini kisha wakatokuwa na wingi wa damu ya nifasi, damu ikatoka, hatimaye wakafa. Lenginelo, waume, tusimame kwa majukumu yetu ya kuangalia wake zetu. Leo si haki umjaze mke mimba kisha na kumwangalia usimwangalie, sivyo? Leo si haki umjaze mimba kwa kiumbe chako. Tayari imefika wakati wa tafash, taka kupelekwa hospitali kuzaa, mimi na wewe tuko maskani, hata habari hatuna, hata hatushughuliki kwa kumtia imani, hata kwenda mbio, mke wangu hatuna kitu, lakini tufanyeje? Utazaa wapi? Kwa njia gani? Hospitali fulani siwezi mimi, tuangalie hospitali tahfifu. Hata hayo ya tahfifu sisi tupangi na wao, wakazaa maskini za Mungu. Na siku hizi, mazazi ya siku hizi sana ni kijembe. La kwanza la pili yashararuliwa, watoto tolewa kwa juu, na ni mambo yamekithiri, na sijui kwa nini yamekithiri hayo. Hatujui ni biashara, hatujui ndio utaratibu ulivyo, hatujui ni vipi, kwa sababu wingi wetu tumekuja duniani sisi basi sina kupelekwa hospitali. Huitwa tu nyanya fulani kwenye nyumba fulani, haya tayari njoo mwangalie vipi. Akikushika pale na pale mama huyo, kutoka na kitoa chako ukalia, alhamdulillah umekuja duniani. Lakini leo kwa yote wanaopata wake zetu, kisha na imani na wao tusiwe nayo. Wewe angalia sheria kuweka kwamba mwanamke atakayekufa kwa mazazi, huyo mwanamke amepata mwisho ulio mwema. Ina maana ya kwamba hilo ni daraja kubwa sana katika sheria yetu ya Kiislamu. Tusimameni waume kiusawa. Mke wako kama hakwambii wewe, atamwambia nani? Na kile kiumbe kilichoko ndani ya tumbo ni cha nani? Na kile kiumbe kikizaliwa ni kiumbe cha nani? Watarajia angaliwe na nani? Tukisema haya yakitoka kwenye mitandao, watu watatutukana. Hatutoa hata kusema ukweli. Afe mwenye kufa, apone mwenye kupona, kwa sababu hali hairidhishi, hali yasikitisha. Mimi kwa kiasi cha wiki, Ijumaa mpaka Ijumaa, hupata mambo takriban 5 mpaka 6 yaliyotokea kwenye jamii, na kila unaloliangalia wewe utasikitika, hujui uzungumze lipi uate lipi, na hata ukija msikitini wakati hautoshi. Lakini tuendavyo sivyo. Tusimameni kwa usawa. Na haya tunawaambiana. Mimi huambia kwa sababu nawapenda, na mashehe wengine huambia kwa sababu huwapenda. Ambaye kwamba hakuambii hakupendi. Ni heri mtu akakwambia ukaudhika kuliko mtu kwa makosa yako. Nikija hapa mimi juu ya mimbari nizungumze kuhusu hurul ain, ukienda peponi utapata hivi, ukienda peponi utapata vile, basi huku wanawake 90, huku wanawake 200, ukitoka sema sikia vitu hivyo. Hakuna vitu hivyo. Ukilangoka ukija taeka sawa, ukienda Samatadi kikuona kwenye mtandao ukija takuweka sawa, ukila riba takuweka sawa, ikiwa ni nganga takuweka sawa, na sote tuwekane sawa. Hata mimi nikikosa, Sheikh Obo, natangaza wazi, niwekeni sawa. Naambie Sheikh umekosa, niangalieni kama mimi sitokubali makosa yangu, nakubali.
nyinyi muna yenu na sisi mashehe tuna yetu, lakini kwa kuambizana ndiyo kutengeza jamii yetu na sisi sote kujitafutia akhera iliyo njema. Na mambo Allah tabaraka wa taala tufikie kila la kheri, na mambo Allah tabaraka wa taala tubariki, na mambo Allah tabaraka wa taala tufanye waja wema, na mambo Allah tabaraka wa taala atupe mwisho mwema. Mwenyezi Mungu atutoe duniani ile hali yeye yuko radhi nasi, innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Yaqulu Allah mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi muyyadan ma'suman. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina wahdina subul salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.